ambazo ni 10 kadhaa, 12 wengine 16 kulingana na jengo na kazi za kupenda. Kwa hiyo sasa vile tunavyotaka kutengeneza watu wa wanafunzi, msingi ni imani, kuwafundisha mapenzi ya Mungu ili waweze kuchukua nini wito wao na kumwishia Kristo, wakae ndani yake, ndani ya Kristo, waweze kuwa wanafunzi wa Yesu. Lakini pia lingine ni kuwalea katika imani. Watu wanapokuwa, tunatolea mfano wa mtoto mdogo ambaye anakuwa amezaliwa, anapotoka tumboni mwa mama, hajajua mazingira ya ulimwenguni duniani na kote. Ingawa yuko tumboni, yeye anajua tamangalisho, anakula kupitia kwa mama yake. Mama anapokula, yeye ndivyo anapokula. Bwana Yesu asifiwe sana. Anapotoka duniani, sasa yule mtu ambaye sasa anaanza kumpokea Bwana Yesu, anakuwa pia anakuwa hajui nini maana ya wokovu, hajui nini maana ya mapenzi ya Mungu, hajui nini namna ya kuwa ndani ya Kristo, hajui nini maana ya kufanana na Kristo, hajui nini maana ya utakatifu. Ni wajibu wetu sasa kuanza kuwalea kwa uvumilivu, ili nao sasa waanze kukulia wokovu. Mtoto kama mtoto, kuna wakati anakosea, unamwonya kwa usalama, unamwonya kwa uvumilivu, kwa sababu ni mtoto. Ndipo hapo walivyo hao ambao wamepokea Bwana Yesu. Kuna wakati atakuja, kuna wakati yaji. Ni wajibu kujua bado ni mchanga kiroho, tunahitaji kumlea katika uvumilivu, kumfuatilia kwa upendo mpaka pale atakapokuwa na kumfanana na Kristo. Na ndivyo hata sisi wenyewe tulivyokuwa katika maisha yetu. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Mwisho ni kuwaingiza katika maisha ya wanafunzi. Kama nilivyosema, katika maisha yetu wote ni wanafunzi. Hakuna mtu anafikia kuhitimu. Tunahitimu tu pale tunapomaliza kazi, baada ya kuwa maisha haya duniani, tunapopokea taji. Bwana Yesu asifiwe sana. Karibu swali lingine tena. Leo tumejifunza tu sio bali ya umisheni. Kumbe umisheni kuna tofauti ya umisheni na uinjilisti. Mara nyingi unakuta watu wanampokea Bwana Yesu, wakishampokea umisheni. Lakini Yesu hakutaka watu waje wenyewe. Bwana Yesu asifiwe sana. Moyo wa Kristo ni kwamba endeleeni, sio watu waje wenyewe wanaopotea. Ni wajibu wetu sisi kwenda kuwafuata waliopotea na kuwahubiria habari njema na kuwalea kwa uvumilivu mpaka wafikie hatua ya kumjua Kristo. Karibu. Amina. Mimi napenda kuuliza kwamba kati ya wamisionari na wamisheni kuna utofauti? Wamishonari na wamisheni ni neno moja. Umisheni ni neno pana. Umisheni ni mchakato. Wamishonari ni mtu. Bwana Yesu asifiwe sana. Umisheni ni mchakato wa kwenda kwa waliopotea. Na tumefika kule tunahubiria habari njema za wokovu. Tumefika huko tunawafundisha Kristo. Wakishapatanishwa sasa tunawafundisha nini maana ya msingi ya wokovu wao huo waliompokea. Tunawavumilia, tunawalea mpaka wafike hatua ya kuwa wakomavu kiroho, wasio tena watoto wachanga wapelekwa huku na kule, waweze kujisimamia wenyewe na kuwaingiza kuwa wanafunzi wa Yesu Kristo, wawe na ushirika na ulimwengu wetu aliye hai. Kwa hiyo umishonari na umishonari na sehemu nyingine, ukienda kwa kijijini utakuta nenda kwa mission na maeneo mengine mpaka nenda kwa mission. Bwana
Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo ubishi ni mchakato, sio tukio la siku moja. Uinjilisti ni tukio ambalo tunaandaa mkutano hapa, tukahubiria watu wakaokoka, au tukaenda nyumba kwa nyumba ushuhudiaji, ukifika kule na kushuhudia habari za Yesu, mtu anaokoka. Baadhi yetu tunaishi hapo, hatuna tena habari ya mtu yule aliyeokoka. Yule bado ni mchanga kiroho, bado hajakomaa. Neno la Mungu linasema mkawafanye kuwa wanafunzi. Kuwa wanafunzi ni ile hali ya kuwapatanisha na Yesu. Baada ya kuwapatanisha na Yesu, hali ya kuwabatiza ni ishara ya ushindi wa Yesu hadharani, kuamini imani ya Yesu. Baada ya hapo, kuwafundisha kwa usahihi neno la Mungu ili waweze kukabiliana na mishale yote ile mwovu utakaokuja, kwa sababu neno la Mungu liko ndani yao. Na baada ya hapo, kuwalea kiroho, kuwavumilia, kuwaombea. Kanisa lolote lishikofanya umisheni aliwezi kuwa na mzigo wa kuombea watu wanaopotea. Kanisa lolote lisofanya umisheni wanaliona wao wamekamilika ndani ya sehemu moja tu. Kumbe tunaitwa sasa tusijenge sehemu moja, twende kama ambavyo agizo la Yesu lilivyo. Na ndivyo mnapokuwa mashahidi wangu, kuanzia Samaria, kuanzia maeneo na maeneo na maeneo mpaka nchi na nchi. Anasema mkahubirie ulimwenguni wote habari njema za ufalme kwa kila kiumbe. Si jukumu lako, ni jukumu lako kweli la kuhubiri habari njema za ufalme. Biblia inasema aaminie na kubatizwa ataokoka. Niache neno na kushawishi. Roho Mtakatifu ndio mwenye kazi ya kushawishi haki, dhambi na hukumu juu ya yule mtu, ili kuweza kumrejea Kristo na kumkubali kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha. Baadaye tutaanza kuona uhamisho, matendo ya miujiza yanaanza kutendeka, ishara na ajabu pitayo kawaida zinaanza kutendeka kwa sababu tumetii. Ndio Mungu anasema na ishara hizi zitafuatana na hao waamini. Watatoa pepo kwa jina langu, wataweka mikono juu ya wafu nao watapata. Wengine hawezi kuja kanisani tusipowaendea. Lakini pia kuwatia moyo, kuwaombea watu ambao wamejitoa kwa ajili ya kweli kama kanisa. Kujitoa kwa mali, kujitoa kwa chochote ambacho kulingana na uwezo wako ulicho nacho, hapo ni kweli. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Tusifike mbinguni tukasema tukashindwa kweli kwa sababu tulishindwa kutii agizo ambalo Yesu mwenyewe alitoa. Bwana Yesu asifiwe sana. Swali lingine kwa sababu ya muda wetu, nimependa sana. Swali lingine. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sisi hapo tumeona kama sio kama tutakuwa naelewa sawasawa kati ya umisheni na uinjilisti ni vitu viwili tofauti. Kwa maana hiyo uinjilisti ni kwenda kuwahubiria watu, au kama hivyo tunaandaa mkutano, baada ya watu kuhubiriwa kumjua Yesu wanakabidhiwa kwa umisheni. Sivyo kama tutakuwa naelewa sawasawa hivyo unisaidie. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Marko 16:15 akasema, akawaambia, enendeni ulimwenguni mote mkahubiri Injili kwa kila kiumbe. Enendeni ulimwenguni mote mkahubiri Injili kwa kila kiumbe. Umisheni
ni wa kila mtu aliyeokoka na kumpokea Bwana Yesu. Ni jukumu la kila mtu. Utofauti kati ya umisheni na uinjilisti. Uinjilisti ni sehemu ya umisheni. Umisheni ni mchakato wa kufanya uinjilisti. Watu wakampokea kuwa Bwana Mwokozi wa maisha yao. Baada ya pale sasa, wakuwafuatilia, kuwaunganisha na Kristo, wafundishe hiyo sahihi ya neno la Mungu ili wampende, waweze kufanana na Kristo, wakae ndani ya Kristo, waishi ndani yake, wamfanane naye na kuwa wanafunzi wa Yesu. Nikatolea mfano wa shamba. Umisheni ni kama shamba. Tunapotaka kulima huwa kuna hatua. Shamba kubwa ni umisheni. Lakini ndani yake zipo hatua fulani ili tuweze kuvuna. Hatua ya kwanza ni kulima shamba. Hatua ya pili ni kupanda ili tupate mavuno. Hatua ya tatu ni kupalilia na kuweka mbolea. Na hatua nyingine ni kuvuna. Kwa hiyo sasa umisheni ni sasa ile hatua ya kupanda. Uinjilisti sasa ile hatua ya kupanda mbegu. Lakini lengo sio kupanda, lengo ni kupata mavuno. Mtu anapokuwa amefika hatua ya kuvuna, na maana pale yule mtu sasa amegeuka, amefanana na Kristo, amekuwa mwanafunzi wa Yesu. Kwa hiyo sasa jukumu letu la kila mmoja, tunaona baadaye huko mbeleni, umisheni ni maisha kwa nani? Ni kuhakikisha wale watu wamesimama na kuwa wanafunzi wa Yesu. Yesu akusema enendeni tu, halafu mkawaambie ishi hapo, mkawafanye kuwa wanafunzi. Asiongeza ila kuwa wanafunzi wa Yesu. Kuwa wanafunzi wa Yesu, mkiwafundisha yote niliyoamuru ninyi, nami nipo pamoja nanyi hata ukamilifu wa dahari. Watu wafurahie wokovu, watu wampende Yesu, watu wamuone Yesu katika uhalisia wao, katika maisha yao, wakae ndani yao wafurahie. Ndipo umisheni sasa unakuwa umekamilika. Bwana Yesu asifiwe sana. Wiki ijayo tutaangalia, Mungu akitupa nafasi, umisheni ni mpango wa Mungu tangu mwanzo. Tutaangalia wiki ijayo, na kama tutapata nafasi tutaangalia kusudi la umisheni. Tunaweza kusimama sasa. Tunaweza kusimama. Alafu mwambie Bwana Yesu, nilikuwa sifahamu, kumbe ninawasha. Na kuanzia hapa sasa, wale wote ambao wameokoka, wote waliokoka, kwanza wale waliokoka, wale wote, waanze sasa wacha waweka mikakati ya kimadhubuti kuwafuatilia kwa nguvu zote, kwa sababu Roho Mtakatifu anakutudanga mpaka wasimame. Mbinu zote tunazoweza kutumia kulingana na msaada wa Roho Mtakatifu, tuwafuatilie, tuwalee, kwa sababu bado ni watoto wachanga, tumekabidhiwa. Bwana Yesu asifiwe. Umetoka juu ya hilo, na kumwambia Bwana Yesu, naomba unipe neema ya kuelewa hili somo wakati unapofika niweze kulitendea kazi. Mfalme mwema na mwaminifu, hakika nimejua ya kwamba Bwana katika ile agizo Marko 10:15, Mathayo 28, ya kwamba tuenende katika ulimwenguni kote na kuwafanya watu kuwa wanafunzi wako. Bado hatujafanya, tutachukua hatua. Baba Mungu, naomba neema kushia watoto wako hawa. Hatujafanya sasa mapenzi yako. Naomba utusamehe, utupe tena neema na nafasi nyingine na nguvu, ili tuweze kuwaendea wale wote waliopotea sasa na neno lako na kuwafanya kuwa wanafunzi wa Yesu. Katika huu mwanzo wa nini maana ya umisheni, yote ambayo Roho Mtakatifu umeyafundisha, naomba yakaweke hatua fulani ya kivitendo ndani yetu, na kiu ya kuanza safari hii ambayo umetupa hakikisho, ili tuweze kuitenda sasa mapenzi yako. Asante Baba Mungu mwaminifu, katika jina la Yesu.
ninakushukuru na kuhimidi. Amen. Kila Yesu makofi.